Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, lakini nimemuona ndugu yetu Ndugai, Job Ndugai, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Makame Mnyam Barawa, Waziri wa Uchukuzi, pamoja na mawaziri wengine na manaibu mawaziri mliopo hapa nasi, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Profesa Eliza Feleshi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu nchini, Khalifa ndugu Sultan Ahmed bin Sulayum, Chairman na Group CEO wa DP World na ujumbe uliofuatana nao, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo hapa, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Kama kuna wakuu wa mikoa wengine wamekuja kwenye jambo hili, natambua uwepo wenu. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Balozi Inspector General wa polisi mstaafu Ernest Mangu, na mwenyekiti wa bodi na wakurugenzi wa bodi ya mamlaka ya bandari Tanzania, ndugu Mbosa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka za usimamizi wa bandari za Tanzania, timu ya majadiliano kiongozwa na Hamza Johari, tunawashukuru sana, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na vyama vya siasa, viongozi wetu wa dini mliopo nasi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, leo ni siku nyingine tuliojaliwa rehema za Mwenyezi Mungu na kutuwezesha kukutana hapa katika tukio hili muhimu kwa nchi yetu. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa jaala hii. Baada ya kumshukuru Mungu, shukrani zangu za dhati kwa Wizara ya Uchukuzi kwa kufanikisha maandalizi ya tukio hili. Pongezi maalum kwa wataalamu wetu walioendesha mchakato wa majadiliano kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa weledi na kwa uzalendo mkubwa mpaka kufikia hapa tulipo leo. Bila shaka haikuwa kazi rahisi, kwani kama ilivyo katika majadiliano yoyote huwa kuna mabishano ya nipe nikupe mpaka kupatikana muafaka. Tunaipongeza sana timu yetu ya majadiliano na kila aliyechangia kwa njia moja au nyingine katika kuyafikia makubaliano haya. Serikali kwa upande wake ilisikiliza michango na maoni mbalimbali yaliyotolewa na Chama cha Wanasheria wa Tanganyika, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wanaharakati huru, vyombo vya habari, na pia tuliangalia maoni katika mitandao ya kijamii. Tumewasikiliza viongozi wetu wa dini na baadhi ya viongozi wetu wastaafu. Tumefuatilia kwa karibu sana hoja za waheshimiwa wabunge wakati wa kujadili na kupitisha azimio la Bunge la kuridhia makubaliano ya awali ya ushirikiano katika uendelezaji wa bandari kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mamlaka ya Dubai. Na tulipokea ushauri wa kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Naweza kusema kwamba kwa uhakika hakuna kundi ama sauti ambayo haikusikilizwa ama ilipuuzwa. Serikali tuliunda jopo la wataalamu, lakini pia wanasiasa, wanasheria, waangalie hoja zote zilizotolewa na watuambie ipi ingie kwenye mikataba, ipi haina mashiko kwenye mikataba. Na kazi hiyo ilifanywa vizuri sana na ndiyo ilikuwa input kwa kamati ya majadiliano wamepewa. Lakini baadhi ya wale waliofanya uchambuzi ule kutoka sekta binafsi, wale wabobezi wa mambo ya kodi, sheria, tuliwaingiza pia kwenye timu ya majadiliano. Kwa hiyo tulifanya uchambuzi wa kina. Kwa ujumla na kwa kipekee kabisa, nawashukuru Watanzania wote waliojitokeza kutoa maoni yao juu ya mchakato huu na kutuwezesha kupata nyenzo
au hoja za kuzingatiwa kwa umakini katika majadiliano yaliyofanywa. Ndugu zangu, linapokuja jambo jipya au jambo geni, lazima kutakuwa na maoni tofauti, na ni haki yetu, ndio demokrasia yetu, wananchi wetu watoe maoni yao, na ni kazi ya serikali kubeba maoni na kuyafanyia kazi, nasi ndicho tulichokifanya. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, bandari hii ni moja kiunganishi muhimu cha kibiashara kati ya nchi yetu na mataifa mengine, kwa kuwa inahudumia sehemu nyingi au shehena kubwa ya mizigo ya nchi jirani na hata mataifa ya mbali. Kwa hiyo maboresho yoyote ya kiutendaji yanayokwenda kufanywa kupitia uwekezaji huu yatakuza biashara zetu za ndani na nje, pamoja na kuwezesha shughuli za kiuchumi za nchi jirani. Bila shaka hatua hii itaongeza mapato ya serikali na kuchangia kwenye uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa upande mwingine, serikali inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 iliyoagiza kushirikisha sekta binafsi katika kuchagiza maendeleo na shughuli za uchumi. Hivyo hafla hii ya leo ni mwendelezo wa utekelezaji wa mikakati ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambapo kila tunapoendelea mbele tutazidi kuona ushirikishwaji mkubwa zaidi wa sekta binafsi katika uwekezaji na ufanyaji wa biashara. Tumesema kwamba kila pale ambapo sekta binafsi inaweza ikaweka fedha na serikali fedha ile tusiweke tukaitumia kwenye mambo mengine ya maendeleo ya jamii, ni bora zaidi. Tunawakaribisha wawekezaji zaidi, waje wawekeze, tufanye nao biashara, wapate tupate, na yale mapato ya serikali tuyapeleke kwenye matumizi mengine zaidi. Tumesikia hapa tuna asilimia kubwa ya watu wetu ambao ni maskini, tutumie kuwanyanyua katika ngazi tofauti tofauti. Ndugu zangu, leo tumeshuhudia kusainiwa kwa mikataba mitatu muhimu inayohusu uendelezaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam kati ya Mamlaka ya Bandari Tanzania, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ya DP World ya Dubai. Mikataba hii iliyosainiwa imezaliwa kutoka kwenye makubaliano ya awali. Lile dude lile liloleta maneno mengi ndio limetoa sasa mikataba hii mitatu. Kama ilivyoridhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mikataba yenyewe ilishasemwa, na hapa nitumie fursa hii kulishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushauri wao makini na kuridhia azimio la makubaliano ya awali ya ushirikiano na uendeshaji wa bandari tarehe 10 Juni 2023. Aidha, nalishukuru Baraza la Mawaziri kwa kubariki mikataba hii mitatu iliyosainiwa kwa mazingatio ya kifungu cha pili cha sheria ya ubia namba 6 ya mwaka 2023, the Public Private Partnership Act CAP 103, na kifungu cha pili cha sheria ya ununuzi wa umma namba 5 ya mwaka 2003. Kipekee kabisa au katika hatua hii tuliofikia, nimpongeze Mheshimiwa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi, pamoja na wajumbe wa kamati ya majadiliano iliyoongozwa na ndugu yetu Hamza Johari kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Napongeza pia ofisi ya mwanasheria mkuu ambayo kila mara kwa tunamgongea mwanasheria, go and check. Na kupongeza kwa miongozo uliokuwa ukitoa kwa kamati hadi hapa tulipofikia. Napongeza Mamlaka ya Bandari kwa kazi kubwa, kwa kushirikiana na kamati, kazi kubwa mlioifanya. Aidha, nawashukuru sana wataalamu wabobezi wa Tanzania waliotoka sekta binafsi kwa mchango mkubwa walioutoa. Kwa mintarafu hiyo, nitumie fursa hii niipongeze pia serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na uongozi wa kampuni ya DP World ya Dubai kwa kushiriki bila kuchoka
katika majadiliano yaliyotufikisha kwenye makubaliano haya yanayohusu uwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Tunawashukuru kwa uelewa wao na umakini walioonyesha katika kipindi chote cha majadiliano. Tunafarijika kuwa wameridhia mahitaji na matakwa yetu kama tulivyowabainisha, ambayo yamezingatia matamanio ya wananchi wa Tanzania na maslahi mapana ya nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, bandari ya Dar es Salaam ni mali asili, ni jaha, ni hidaya adhimu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Bandari hii pia ni lango la biashara la nchi zinazotuzunguka. Bandari hii kuumbwa na kuwekwa kwetu Tanzania inatupa wajibu wa kuhudumia nchi jirani wanaoitegemea. Kwa mujibu wa makubaliano ya Almata ya Umoja wa Mataifa, Almata Program of Action for Landlocked Countries, nchi zenye mlango bahari, yani ndio bandari, zina wajibu wa kuhudumia na kuhakikisha ustawi wa nchi zisizo na milango bahari, yani landlocked countries. Katika kutekeleza wajibu huo, serikali imewekeza sana kwenye kuiunganisha nchi yetu na nchi zinazotuzunguka kupitia barabara, vituo vya utoaji huduma mipakani, reli, usafiri wa majini. Tumeendelea kuboresha bandari zetu za kwenye maziwa, Kigoma, Mwanza na ile Karema kule Ziwa Tanganyika. Na hata usafiri wa angani, kama mnavyojua, tumeanza kununua ndege ya kwanza ya cargo, na hii ndege itabeba pengine bidhaa zinazotoka bandarini kwenda nchi jirani kusaidia kupeleka kwa zile bidhaa zinazotaka usafiri wa haraka. Hivyo ni lazima kukuza uwezo na ufanisi wa bandari yetu iweze kusafirisha mizigo mingi zaidi ili kukamilisha mnyororo wa biashara, supply chain, na nchi majirani zetu. Kwa kuzingatia ukweli huo, busara ilituelekeza kuwa tupate mwekezaji ambaye tutashirikiana naye si tu katika kujibu changamoto ya upatikanaji wa mizigo au mzigo wa kutosha kuingia na kutoka nchini, lakini vile vile kuongeza ufanisi utakaofanya gharama zetu kuwa shindani kwa bandari nyingine katika ukanda Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Tulizingatia pia ukweli kuwa sisi sio mlango bahari pekee mashariki na kusini mwa Afrika. Kuna milango bahari, yani bandari mitatu ya Mombasa, Beira na Durban. Upande wa magharibi kuna milango ya bahari ya Walvis Bay na Lobito. Maana yake ni kwamba wale wanaotaka mizigo yao ifike wana uwezo wa kuchagua bandari yoyote wakaitumia. Kinachotupa sisi turufu dhidi ya washindani wetu ni bahati ya mlango wetu wa bahari kuwa na masafa mafupi kuingia kwenye hizo nchi za jirani, na kwamba tunafikika na nchi nyingi kwa kupitia mpaka mmoja tu ikilinganishwa na milango bahari mingine ambayo inabidi ipite mipaka na mipaka mpaka kufika kwenye hizo nchi. Hata hivyo, ukaribu peke yake sio hoja ya kutosha, kwa sababu kama ukaribu tumekuwa nao siku zote, kwa sio hoja ya kutosha. Lazima tufanye kazi ya kuongeza ufanisi kwenye bandari yetu, kwani wafanya biashara hutazama pia ufanisi na gharama za kufanya biashara. Ndugu wageni waalikwa, katika mzunguko wote wa majadiliano nilichobaini ni kwamba sote wa Tanzania tunakubaliana kuwa tunayo changamoto pale bandarini. Tunatofautiana tu juu ya namna ya kuzitatua. Wako wanaoamini sisi wenyewe bila mbia tungeweza kuzitatua. Ni mawazo mazuri ya kimapinduzi, lakini yako mbali na uhalisia. Na njia hiyo itatuchukua muda mrefu sana kufika. Wakati dunia inakwenda mbio, sisi tungekuwa bado tunasota. Isitoshe, tulishajaribu lakini hatukufanikiwa. Kwa hiyo mikataba hii imezingatia maoni yote yaliyotolewa kwa mtu mmoja mmoja na kupitia makundi mbalimbali ya kijamii, pamoja na sheria na taratibu zote za nchi yetu. Nataka niwahakikishie kuwa au niwape uhakika wa Tanzania wote kwamba maslahi mapana ya nchi yetu yamezingatiwa. Kwa mfano, amesema mkurugenzi hapa, hakuna atakayepoteza kazi,
awe mwajiriwa wa bandari au hata wanaofanya kazi zao bandarini, wafanya biashara walioko bandarini, hakuna atakayepoteza kazi. Kutakuwa tu na kufuata mfumo fulani sasa katika kufanya kazi zetu, ili viwango vile vikae sawa, tuendane na dunia. Kinachofanyika kama nilivyosema ni kuhakikisha bandari inaendeshwa katika viwango vinavyokubalika duniani, kukuza ufanisi na biashara, na hatimaye kukuza mapato ya nchi yetu. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, baada ya kusema hayo, niwatakie kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kulijenga taifa, na tuitakie mafanikio bandari yetu ya Dar es Salaam. Twende na mbia huyu vyema ili nchi inufaike. Asanteni sana kwa kunisikiliza.